وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداد العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Waislamu, nami naungana na khatibu pamoja na Sheikh Mursalina kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha Ijumaa yetu ya leo ya tarehe 24 sawa na mwezi mosi kutekeleza ibada ya swala ya Ijumaa, na namuomba Mwenyezi Mungu ajalie ibada yetu hii ni miongoni mwa zile ibada zetu bora zitakazoingia katika uzito wa mizani zetu za mambo ya kheri siku ya Kiyama. Tusemeni amin. Lakini pia zipate kutushuhudia kwamba sisi ni katika waja wema, na ziwe ni wasila wa kutuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hutuba tumeisikia na imeelezea mambo mengi, lakini yenye lengo moja, nalo ni kurudisha maisha yetu kwa ujumla wake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mwanadamu huna lako katika utashi, hata katika mipango. Wewe ni wajibu wako tu kujitahidi kuyafanya yale ambayo Mungu amekutaka uyafanye, na ni wajibu wako kujitahidi kuyaepuka yale ambayo Mungu ametaka uyaepuke. Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika hili. Lakini mwisho wa yote, wama tashauna ila an yasha Allahu rabbul alamin, nyinyi hamna utashi isipokuwa ni Mungu. Na ndio maana katika mengi tunajikuta, niulize tu kwa mfano, nani alipanga azaliwe mwanamume? Sisi wanaume tulikuwa huko chini kwamba mimi nilitaka niwe mwanamume. Hapo wakina mama huko juu, nani alitaka kwamba yeye awe mwanamke? Unajikuta tu mwanamume na ndevu zako, umejikuta tu mwanamke na alama za kike. Tumswalie Mtume Muhammad. Rangi yako ndio hiyo, yangu mimi ndio hii. Wama tashauna ila an yasha Allahu rabbul alamin, hamna utashi isipokuwa utashi wa Mungu, Bwana mlezi wa viumbe. Jana wakati niko njiani Tanga kule, kuna mtu alinipigia jina simu, ikawa tunazungumzia masuala ya majina. Akasema natamani jina langu nifanyaje, nilibadilishe. Nikamwambia madamu sio baya usilibadilishe, lakini nikupe faida. Kuna baadhi ya vitu mtu hawezi akajifitaria na kujichagulia. Miongoni mwa vitu hivyo majina. Mimi nimezaliwa nimejikuta naitwa Walidi, na historia yangu kiufupi, mzee anasema baada ya mimi kuzaliwa alikaa mwaka mmoja hajanipa jina, anachagua tu majina kwa sababu ndio mtoto wake wa kiume wa kwanza. Sasa wakati ule hakuna Google, angegugo, lakini anafungua vitabu akisema nimwite Khalidi, wapo makhalidi wengi huko, sijui nimwite Ali. Mwaka mmoja, hata ule muda wa siku 7 za sunna za kupewa mtu jina, mzee alikalifu ananitafutia jina mimi mwaka mzima. Watu wakawa wanamuuliza, baba we, mtoto anaitwa nani? Akanaambia mtoto anaitwa nani? Mtoto. Basi imekwenda baada ya mwaka akasema, kwani hii mtoto Kiarabu maana yake nini? Maana yake ni Walidi. Basi huyu ni Walidi. Salim Mtume Muhammad. Hiyo ndio historia yangu mimi. Kwa hiyo Walidi jamani, moja katika maana za Walidi ni mtoto. Firauni anamwambia Musa, awalam nurabbika fina walida. Jina langu lipo kwenye Qur'ani.
Si tulikulea hapa hali ya kuwa ni walidi, yani ni childhood, yule mtoto mchanga anaitwa walidi. Kwa hiyo ukiona mimi zeeki, sababu jina langu lina athari ya kutonizeesha, siku zote ni wildanu mukhalladun. Tumsalie Mtume Muhammad. Moja katika starehe za peponi kuna wildanu mukhalladun, watoto wachanga wasiokuwa. Sasa min wildanu mukhalladun walidi, msalie Mtume Muhammad. Mursalina, nawe litafute jina lako. Sawa? Haya, tutaka kuyasema hayo ni kwamba kuna baadhi ya vitu huwezi kujichagulia. Miongoni mwa hivyo huwezi kujichagulia wazazi. Huwezi, unajikuta tu fulani ndio baba yako, fulani ndio mama yako. Ukimtaka ndio huyo alikuchagulia Mungu, usiomtaka ndio huyo huyo. Usianze tena kumwambia jamani, ndio huyo mzee dipidipi. Ndio mmoja katika washairi wa adab anasema, kunibna man shita waktasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi. Yani iwa mtoto wa baba yoyote, usijali baba yako awe atakavyokuwa, kubali ndio baba yako, usimnyanyapae. Kunibna manshita wabtasi adaba. Akasema wewe jitahidi uchunge adabu tu, ishi kwa adabu, busara, hikma, matendo mema. Hayo ndio yatakubeba wewe hata kama nasabu yako ni mbaya. Ukiwa na tabia njema, una tabia nzuri, una adabu mbele za watu, basi hata kama umezaliwa na wazazi wabaya haitojalishi. Kuna baadhi ya watu hapo ukiambia unaona huyu baba yake ndio yule, ndio. Lakini ukiwa una desturi, tabia mbaya, una adabu, basi hata kama una baba mwema unajipomosha. Ndio kunibna manshita waktasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi. Kwa hiyo usipate tabu. Kuna baadhi ya vitu unajikuta Mungu kesha kuchagulia. Miongoni mwa vitu hivyo wazazi, miongoni mwa vitu hivyo majina, miongoni mwa vitu hivyo ndugu zako. Huyo ndo kaka yako huyo, hata kama Chapombe ndo kaka yako. Haya ametaka kutufahamisha shekhi kwamba pamoja na yote tufike pahali tunarudi kwa Allah, kwamba yeye ndio ametupangia, akatotajia aya ambayo ndani yake kuna mambo matano, sina haja ya kuyarudia. Mungu anasema hayo hayajui yote isipokuwa yeye. Sasa twendeni tukaishi hivyo. Anafika pahala shekhi akwambia unashindwa hata kujua baada ya sekunde moja kuanzia sasa kuna nini. Juzi tulikwenda mimi na mwenzangu mmoja kwenda kumtizama mgonjwa, mimi mzima na huyu mwenzangu mzima. Tumeenda kumtizama mgonjwa, na bahati nzuri tulifika kule, kabla hatujamwombea Mungu yule mgonjwa na kumjulia hali yake, mwenzangu huyu alikuwa na maneno mengi sana ya kumwambia mgonjwa. Usijali, kuugua sio kufa, watu wameumwa sana, hiyo ni mitihani. Mwenyezi Mungu akikupa maradhi ni ibada, itumikie. Mungu anataka kukusafisha, usijali bwana. Tukatia Fatiha pale, tukamwombea Allahumma anta shafi shifaa la yughadiru sakaman wala alama, tukajisachi, tukamwachia na panado yetu, tukaondoka. Saa ngapi hiyo? Saa 7 mchana. Yule mwenzangu saa 11 kafa. Nimebaki mimi na mgonjwa. Umeona? Mimi na mgonjwa tumebaki, lakini yule mwenzetu tushamzika Kisutu hapo. Hakupata chochote. Karudi nyumbani kajisikia mafua.
cha afya, peleka hospitali, pima. Mbona mambo hivi? Pressure imeshuka inna lillahi, imemkuta mzima. Tumetoka saa 7 kumtizama mgonjwa aliotundukiwa drip. Kwa hiyo wama tadiri nafsun madha tasibu hadan, nafsi yoyote haijui sekunde moja kuna nini. Kwa hiyo jamani, hatujui. Turudisheni mipango yetu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri. Khatibu ametufundisha hilo leo, sawa sawa. Langu mimi nijazie hapo, na hili nataka kulisema, ni ambayo nitalisema kwa kipindi hichi, kwa sababu kawaida ya hizi Ijumaa hizi ni kupeana habari zilizoko. Ndio maana Uislamu umetuwekea kila Ijumaa tupate habari. Hii member ni media ya Kiislamu. Kila wiki siku ya Ijumaa tena inatakiwa ipatikane ijaza Kiislamu, watu wasiende makazini Ijumaa, waje kusikiliza Uislamu unawaambia nini katika ibada zao na maisha yao kwa ujumla. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusiana na thakafa, yani yaliyoko hasa sisi Waislamu mashekhi, jamani, msitufasiri vibaya. Niseme wazi, mfano tunapozungumzia mambo ya amani, tahadharini kutufasiri vibaya, kwa sababu ndio kipindi chenyewe hichi. Uislamu, miongoni mwa mambo ambayo kwamba ni wajibu kwa Muislamu, ni wajibu, ni asipoyatekeleza anapata dhambi, amani. Mjue hivyo. Kwa mtu kama mimi, kama Omari Bago, kama khatibu yoyote, asipozungumzia amani, kuna uchaguzi, hakuna uchaguzi, asipofanya hivyo anapata dhambi. Kwa sababu ikikosekana amani, hata hii swala hii tuloswali hapa hatuswali. Na swala ni nini? Wajibu sio wajibu? Swala ni wajibu sio wajibu? Sasa Kiislamu kuna kaida inasema, ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa alwajibu. Kile kitu ambacho wajibu hautimii ila kwa kukitegemea kitu hiko nacho ni wajibu automatic, ikiwa ni sharti au adaman wa wujuda. Njoo kule bondeni nikusomeshe mambo haya, niko vizuri upande huu. Kwa mfano, udhu, kuna swala inauswihi basi na udhu. Unaweza kuswali bila udhu. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, tena hujatawadha, hiyo swala ipo? Nakumbuka kisa cha huyo shekhe aloswalisha vizuri kweli, mpaka watu wakafanya wakamsifu, shekhe sombe leo umeswalisha sana leo. Ambaye kweli, ambaye tumeswali sio kwa mchezo. Akaambia hapo tena ndio sijatawadha, singetawadha ingekuwaje? Sasa hapo tena ndio ile kesho nitatawadha, mtaona vizuri zaidi. Sasa hatutaki swala hizo. Asante bwana. Umeelewa? Haiwezekani swala ikaswihi ila upatikane nini? Udhu. Kwa hiyo udhu ni wajibu. Ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa alwajibu. Hifadhi hiyo kaida. Sasa hizi ibada hizi hazipatikani ila kwa amani. Amani nayo ni nini? Wajibu. Si mnanielewa vizuri? Mwanzo nimeenda shule mimi ya mambo haya. Sasa alafu niwakumbushe kitu kimoja. Bahati mbaya wewe bwana umesalimu mwaka gani?
91 Sultan 85 kaka 92 Kingi school hizi. Wewe mjomba 89 wewe pia umo. Hamza Sheikh Sudi school hizi. Lakini wengi hapa tunaongea nao umu na hata kwenye mitandao ni hao 80 tunakwenda huko. Wale wa 70 kwenda huko wako wachache. Tunapozungumzia amani sisi wa watu wa nyuma huko tunamaanisha, achilia huo Uislamu, Tanzania hii mwaka 78 mwaka wewe kiamba habari hizo utazielewa. Tarehe 9 mwaka 78 Tanzania iliingia katika machafuko na mapigano baina ya nchi yetu na Uganda. 79 tarehe ngapi? Tarehe 9 mwezi wa 10. Vita iliyodumu kwa miezi 7 ambayo ilipigwa mpaka Juni 4. Kwa sisi tunaokumbuka vita vile vilipiganwa kwa miezi 7, wiki 3 na siku 4. Nataja hivi tarehe mwezi wa 1978 up to melewa 4th June 1979 vilipiganwa vita vilivyodumu kwa muda wa miezi 7 tu, wiki 3 na siku 4. Naweza kukwambia pia waliokufa katika vita ile wa Tanzania walikuwa wangapi na waliopotea wangapi nakumbuka, lakini sina haja hiyo. Nataka nikwambie athari ya vita ile ambayo haikuja Dar es Salaam, ilikuwa kule Mutukula na Kanazi, Entebbe, Jinja, si unakumbuka Sheram, Bukoba. Haikuja huku ile vita, haikuja, ilikuwa kule, lakini athari yake ilikuja mpaka huku mfululizo kwa miaka 20. Vita ya miezi 7, wiki 3 na siku 4. Andika hiyo, andika. Vita ya miezi 7, wiki 3 na siku 4, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 10 mpaka tarehe 4 mwezi wa 6, 78 kwenda 79. Allahu Akbar. Sasa mimi nikija nikazungumzia amani, kwanza natekeleza takwa la kidini yangu, takwa la kazi yangu kama shekhe, kama kiongozi wa dini wa Kiislamu, ambaye hapa nilipomaliza kuswali tu nimemaliza swala yangu kwa amani, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nikaja huku assalamu alaikum wa rahmatullah, nimesema nini? Amani huku, amani huku. Kisha nikokaa chini nikasema Allahumma anta salam, nini hiyo? Amani. Wa minka salam, nini hiyo? Amani. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram, nini hiyo? Si umenielewa? Mungu ananikutubu katika suratul Tauba aya namba 4 au 6 sijui au wa in ahadun minal mushrikina stajaraka faajiruhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamuna. Kimimi hiyo sisemi kabla bahasha. Mimi Mungu ananiambia wa in ahadun minal mushrikina stajaraka, ananambia nini kupitia kwa Mtume Muhammad, khitabun linnabii khitabun li ummatihi. Akisemeshwa mtume katika Qur'ani ndio anasemeshwa watu wake. Mimi ndio katika watu wake. Je, uko msalieni Mtume Muhammad? Mimi ndio katika watu wake pia.
anaambiwa mtume, wa in ahadun, na akitokea yoyote, minal mushrikina, katika mushrikina, istajaraka, sini ya pale, ametaka ujirani na wewe, faajiruhu, mpe ujirani. Mtu mushrikina akamwambia Walidi, mimi nataka niwe jirani yako. Mungu anasema mpe ujirani. Kwa nini? Hata yasmaa kalamallahi, ili asikie maneno ya Mungu unayoyatajataja. Akiwa mbali hatoyasikia huyo, simfukuze. Thumma abilighuhu maamana, kisha mpeleke kwenye amani yake. Qur'ani hiyo. Kwa nini? Kwa sababu hao si watupe. Dhalika bi annahum qaumun la, kwa sababu hawayajui hayo. Kwa hiyo wewe sasa kapewa bahasha, wewe huyajui haya, huyajui. Tumeelewana? Kwa hiyo nikija hivi kwamba jamani, amani amani amani, kwanza kumbuka wewe hapo nyuma siku chache hivi ulikuwa ukiniona na ndevu yangu unaniita gaidi. Kumbuka ilikuwa ukiona kanzu magaidi wanakuja hao. Sasa mbona wewe yule unaniita gaidi, sasa nimekuja kivyako bahasha. Sasa mimi niishi wapi? Nimeweka mikono kwenye kizibao kwa sababu nimechanganyikiwa. Nikiwa vile nikishika fimbo nimekuja hivi, hata airport unaogopa, unanisachi ndevu tu na kanzu na kusema na kushika tasbihi. Leo mimi nakwambia haya jamaa, amani, umepewa bahasha hivi, wewe unataka nini? Ndio bwana mmoja anasema tamanna almar'u fi sayfi shita wa idha ma jaa shita ankara ma bihadha wala bidhaka radhiya kutila al-insanu ma asfa. Anasema mwanadamu mtu wa ajabu sana. Wakati wa joto anataka baridi, ikija baridi anataka joto. Sasa hatujui anataka nini, hataki nini. Huyu kafiri. Sijui naelewa. Hii inasikika? Mnapata faida? Mimi nikizungumza amani nazungumza wajibu wangu. Wajibu wangu. Nitakupa kisa. Nabii Allah Ibrahim alipofika Maka na akachagua kuishi pale, aliomba dua, Rabbi ja'al hadha albalada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana. Umeelewa? Mungu ufanye mji huu mji wa amani. Ibrahim huyo ndio mnamuita Abraham, sio? Sisi tunamuita Ibrahim. Mungu ufanye mji huu mji wa, kaomba ibada, kaomba haki. Dua ya mtume, warzuq ahlahu minas samarati, watu wake wape matunda, maisha mazuri. Lakini akaweka kedi, yani akabagua Ibrahim, akasema man amana billahi, waumini tu. Mungu akamwambia we wa man kafara. We Ibrahim, sinifundishe kazi. Amani hiyo waumini nitawapa, wa man kafara, na makafiri fa umatiuhu, nao nitawastarehesha. Soma Qur'an. Mungu anakubali dua Ibrahim, lakini Ibrahim alichagua kundi. Alichagua amani wapate Waislamu. Mungu akasema wa man kafara, na wasio kwa Waislamu. Tena akasema fa umatiuhu, nitawapa luxury. Sasa unanifundisha nini? Mimi nasome Qur'ani nisikize maneno yako wewe Daudi. Nitakuwa shehe gani sasa? Mimi shehe yani sijui mambo hayo. Sio bahasha. Msahafu unanielekeza. Na nitasema hayo, nipa, usiponipa, kwa sababu mimi ndo wale la nuridu minkum jazaan, hatutaki kwenu malipo wala kushukuriwa. Sisi tunatekeleza wajibu wa nani? La ilaha illa Allah. Sawa. Na wapeni kisa cha mwisho.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka 591 ambao sasa hivi ni 2025, nyuma huko kabla ya Uislamu, mtume kijana mdogo hivi mduchu, kwa tarehe rudi katika vitabu vya historia, ni mwaka 591 kabla ya hapo Uislamu hajapewa, ni kijana mdogo. Watu wa tarehe wanasema ilikuwa ni miaka 44 kabla ya kuhamia Madina. Nyuma huko alihudhuria kikao kinaitwa maarufu kabisa Halful Fuduli. Kikao hichi yalikutana makabila matano, makabila mangapi? Ya Makuraishi walikuwa wakizungumzia amani. Wallahi billahi, Mtume anasema nilihudhuria kikao kile, mimi kama mtoto nilikuwepo. Makabila haya waliweka data, pasipatikane dhulma, na kilichodhulumiwa kirudishwe, na kuna mtu kama kauliwa alipwe, tusipigane. Inaitwa Halful Fuduli. Rudi katika vitabu vya sira, mwaka 591 ambao leo 2025, na miaka 44 kabla ya hii. Mtume baada ya pale ndani ya Uislamu kishakuwa mtu mzima na yuko Madina, anasema lau ud'a bimithli dhalika fil islami la ajabtu, lau nitaitwa tena katika kikao kama kile katika Uislamu, mimi nitakwenda. Lau ud'a bimithli dhalika fil islami la ajabtuhu, lau nitaitwa tena. Sikule sinijipeleka tu, natamani leo iwekwe tena kikao kama kile cha watu ambao kwamba hawaelewani, kwanza tukaeni sasa tupange mambo yetu. Samahani, tusimwage damu, tusifanye fujo kama binadamu, twendeni kwa makubaliano, twendeni hivyo. Lau ud'a bimithli dhalika baja. Sasa mimi nikisema neno hayo namuigana, si Mtume Muhammad? Nendeni mkapige kura. Mkishamaliza kupiga kura, kama tulisema wiki iliyopita, muachieni Mungu amuweke huyo wa matashauna ila an yasha Allah. Tena nasema hapa, sikuchagulii wa kumchagua, sikuchagulii. Tizama nipo kwa nina fair, sikuchagulii mwenyewe tu. Nimesema wiki iliyopita, mnajijua nyenyewe, mmesikiliza siku zote, mmesikiliza sera za vyama vyote. Vingapi? 17. Vyama 17. Umesikiza vyote? Baadhi. Ilikuwa tuko usikilize vyama vyote. Na sasa unaweza kusikiza tena kwenye mitandao ipo. Umesikiza wagombea wote wa vyama 10 lakini wewe mwenyewe unajua, siku zote nimwambia, na mimi nawaambia wanangu pale, wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Niendelee kidogo. Wali wa kushiba unaonekana kwenye kwamba hapa mimi si shibi hapa mimi na shiba. Hiyo nakuachia wewe mwenyewe, na ndio maana watu wanahama hoteli. Sawa, leo Butiama, kesho Shibamu, kesho kutwa Munaa, kesho kutwa Chef Pride, sijui Mtondogoo kule kunaitwa nini kule, unakwendaga wewe Mikocheni kule, Golden Fork kule unaendaga siku hizi. Wewe angalia hoteli zote unakwenda Golden Fork, unaenda kula kule. Lakini kuna mwingine Golden Fork kwa nini? Anakwenda tu kwa mama Mwajuma, anamuita mama lishe, mtilie pale. Wale mama lishe wanakuwa wengi pale sokoni kama 50, lakini ndio mama lishe wako mwenyewe, kwa sababu anajua namna ya kukupakulia. Wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Mimi sikuchagulii, kama sio kuchagulia hoteli na huko sikuchagulii, ila nitakwambia usiende kufanya fujo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina wa tufina wa farra muslimin. Allahumma qina ya sharra masa'ib dunya wad din. Allahumma ajil bi farajika alaina wa ala kafir muslimin bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.